Watanzania wamegeuka Yanga na Simba baada ya mahusiano yao na chama cha CCM. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania inakabiliana na kipindi cha kipekee cha historia ya kisiasa. Taarifa iliyotolewa Arusha tarehe 21 Disemba mwaka huu na kundi linalojiita Wananchi Wazalendo wanaodai haki, uhuru, usawa, uwajibikaji, ukweli na katiba mpya imeeleza uhusiano wa hatari kati ya dola, soka na kudhalilishwa kwa maombolezo ya kitaifa. Zaidi ya raia 10,000 wanadaiwa kuuawa chini ya utawala wa Samia Suluhu Hassan na chama cha CCM. Kiini cha taarifa hiyo ni kuwa klabu ya Simba na Yanga ambazo kwa miongo zimekuwa kitovu cha umma zimekuwa zikitumika kuendesha propaganda ya kisiasa, kuzima maombi ya haki na kupumbaza umma badala ya kuwa sehemu ya burudani ya kijamii. Taarifa hiyo iliweka wazi kwamba klabu ya Yanga ilichangia CCM milioni 100 wakati wa harambee ya Agosti tarehe 12 mwaka 2025 na katika kumbi za Milimani City, Dar es Salaam. Fedha hizo kwa mujibu wa taarifa zilitumika kununua silaha na kulipa vikosi vya mamluki vilivyohusika katika mauaji ya raia. Usimdau wa kisiasa tu ni ufunguo na uzua shaka kubwa kuhusu jinsi mfumo wa dola unavyotumia burudani kama silaha ya kudhibiti umma. Na mwito wa onyo kwa klabu hizo unalenga kuwakumbusha kuwa kushirikiana na dola ili kuzima maombolezo ni hatari na unachangia utapeli wa haki. Tukio hili linaibua muktadha wa historia wa kisiasa nchini Tanzania, na hadi leo CCM imekuwa ikitumia taasisi mbalimbali kudhibiti vuguvugu la umma. Na katika miaka 1990 Tanzania ilibadilisha mfumo wake wa chama kimoja na kuingia kwenye siasa za vyama vingi, lakini mchakato huo haukujawa na uwazi kamili. Vikwazo vya mikutano ya hadhara, ukandamizaji wa vyombo vya habari na kukamatwa kwa wapinzani vinatambulika kama sehemu ya historia ndefu ya kudhibiti hoja za kisiasa. Hali imefungua njia ya kudhibiti harakati zisizo rasmi, ikiwa ni pamoja na za kisiasa kupitia burudani, michezo na mashirika ya kijamii yenye mvuto mkubwa. Soka, hasa Simba na Yanga, limekuwa zaidi ya burudani na kwa miongo mingi limekuwa sehemu ya utambulisho wa taifa, lugha ya pamoja inayounganisha jamii. Ndio maana dola imeona umuhimu wa kutumia klabu hizi kuficha umma kutokana na dhana ya kisiasa, kuzima maandamano na kudhoofisha harakati za Gen Z zinazopigania haki. Hali inalingana na historia ya miongo kadhaa ya ukandamizaji wa kisiasa Afrika Mashariki, ambapo vyombo vya burudani na vyombo vya habari vinavyokaliwa na umma huchukuliwa kama njia mbadala ya kudhibiti mwelekeo wa siasa. Kauli hiyo ya sasa inafanana na matukio ya kihistoria, na katika miaka ya nyuma ya uchaguzi wa mwaka 2015, mwaka 2020 kulikuwa na kukamatwa kwa wapinzani wa kisiasa, kufungwa kwa mikutano na kudhibiti uhuru wa vyombo vya habari. Taarifa ya Disemba 21 mwaka huu inaonyesha jinsi historia hiyo ilivyorudi kwa sura mpya. Burudani, siasa na udhibiti wa umma vinavyounganishwa. Mwito wa Gen Z kuendelea na maandamano yasiyo kikomo unaashiria sura mpya ya mapambano ya kiraia barabarani yanayojumuisha teknolojia, mitandao ya kijamii na mbinu za kidijitali za kueneza habari. Hii pia inafungua mjadala wa kikatiba kwamba taarifa inaunganisha mgogoro huu na wito wa katiba mpya inaotambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mchango wa katiba mpya ni mkubwa kwa kuwa unalenga kurekebisha mgawanyo wa madaraka, kuimarisha uwajibikaji na kurekebisha historia ya ukandamizaji wa kisiasa. Hali inayoonyesha kuwa madai ya haki na umma hayajawahi kuwa ya kawaida, bali ni silaha ya kupigania mustakabali wa taifa. Mashirika ya haki za binadamu kimataifa yamewahi kuonyesha wasiwasi kuhusu mwenendo wa Tanzania katika kipindi cha karibuni. Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki mara nyingi wamekuwa wakitoa tahadhari huku wakipendelea diplomasia tulivu.
Hata hivyo, harakati za raia kama zile za Gen Z zinaonyesha kwa upinzani wa ndani unaongeza shinikizo kwa dola. Hashtag zinazojumuisha wito wa kupeleka kesi mahakamani za kimataifa zinatoa ishara kuwa madalali wa dola wanapaswa kuzingatia hatua za kisheria za kimataifa. Mchakato wa kususia bidhaa na shughuli za Simba na Yanga unaashiria namna wananchi wanavyotumia nguvu zao kibiashara kudhibiti udikteta. Kususia ni mbinu ya kihistoria kutoka Afrika Kusini chini ya ubaguzi wa rangi hadi kampeni za sasa za uwajibikaji wa makampuni. Na katika muktadha huu, kususia ni hatua ya kistratejia ikilenga kugusa mfuko wa dola na kuhamasisha umma kudai uwajibikaji bila vurugu. Na hii inalingana na mafunzo ya kihistoria. Pale ambapo nguvu ya dola inakabiliwa na mashinikizo ya raia, uwajibikaji unaanza kuibuka. Vyombo vya habari vya kidijitali, YouTube na mitandao ya kijamii ni kimbilio la harakati hizi, na kwa kuwa vyombo vya ndani vimekandamizwa, ujumbe huu unawezesha raia kuunda simulizi mbadala, kuhudumisha uthabiti na kuendeleza wigo wa umma. Hii ni tafsiri ya kisiasa ya uandishi wa kisiasa, sio kuandika tu bali pia kuchukua nafasi ya vyombo vya serikali katika kudumisha uwazi wa habari na kueneza ukweli. Mwisho wa taarifa unalenga mustakabali wa taifa. Kimya cha umma juu ya mauaji, udhibiti wa burudani na ukandamizaji wa maombi ya haki kinaweza kuwa mzigo mkubwa wa kizazi kijacho. Historia imeonyesha kuwa mataifa yanaposhindwa kukabiliana na ukweli, gharama huongezeka. Na Tanzania sasa iko katika kivuko hiki, na pale ambapo hatujashughulikia udikteta tunakubali kanuni hatari, burudani inaweza kuficha damu na kimya kinaweza kuwa mshirika wa dola. Taarifa ya Disemba tarehe 21 ni onyo kwa taifa zima. Hatima ya Tanzania itachongwa na viwanja vya mpira bali na uwezo wa raia kudai haki bila kufunikwa. Kwa upande mwingine, pale ambapo mwanasita anayechelewesha kuchukua hatua au kupooza hisia za haki anakuwa sehemu ya mchakato wa kudhoofisha demokrasia. Tanzania inapaswa kuchagua kati ya ukimya unaokata tamaa na ujasiri wa kudai uwajibikaji, na chaguo hili ndilo litaleta au kupoteza mwanga wa haki katika historia ya taifa. Ni hayo tulikuwa tumekuandalia siku hii ya leo kutokana na onyo hilo kali ambalo limeelekezwa kwa soka, haswa klabu za Simba na Yanga kutokana na madai ya mahusiano baina ya klabu hizo na Chama cha Mapinduzi ambacho kinatuhumiwa kufanya mauaji baada ya uchaguzi mkuu na kuua zaidi ya watu 10,000 kutokana na ujumbe ulioandikwa na kikundi fulani cha Watanzania. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vilevile kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi kwa kugonga alama ya kengele ili upokee taarifa hizo moja kwa moja.